nataka niongee hivi. Unajua mimi nashangana, mimi nitaongea mada ya Gachagua. Unajua Gachagua anajaribu kufool Kenyans. Na ukiangalia huyu Gachagua ni mtu ambaye alishatolewa serikalini, ambaye anafaa akuwe ananyamaza. Maana nikikumbuka mtu kama Sonko alipokuwa governor, wakati alikuwa impeach alinyamaza. Waitito mwenye ako jela sasa pia yeye alinyamaza. Itakuwaje Gachagua anatembea akipayuka huku nje? Tukaona akakuja akalete kitu inaitwa Gema. Anataka kugawanya wana Nairobi, anataka kugawanya wa Kenya. Wacha tuseme hivi, Gachagua kama anasema ati anataka kuwa rais, utakuwaje rais wa kabila moja? Unaongelea tu kabila ya mlima. Wewe ni mkabila na wewe ni mbaguzi. Na wewe ni mtu ambaye hauwezi saidia na hauna maono na hauna uongozi. Wewe kazi yako tunakujua, uliibia wa Kenya milioni 700. Mpaka leo hii hatujawahi jua ilienda wapi. Wewe ndio unatembea ukipayuka hapa na kule. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Mheshimiwa Gachagua anafaa aheshimu watu. Anaanza kusema, anajipiga kifua, anasema ati kutoka aingie kwa serikali, atoke kwa serikali amini. Anasema wale PS aliacha pale Ruto hajawahi waguza. Ni kumaanisha, yani anajipiga kifua, anaona ati ma-PS wake bado wako pale. Bwana, wacha nikwambie, ile ni msumeno na itawakata. Na itawakata. Ruto alisema, hii kisu amepatiwa si ya kukata mboga, ni ya kukata Gachagua. Na ndio kwa maana anakukata. Akatangulia kukuondoa kwa serikali. Leo hii unapayuka hapa na kule. Wewe ndio mmoja tulisikia ukisema ati Ruto asijaribu kanyaga Meru. Tulikuambia Gachagua bwana. Mimi nakukumbusha 1969 ambaye watu kule Nyanza walijaribu kupiga Kenyatta na mayai. Waliona chamchama kuni. Na mimi wacha nikuambie Gachagua, Ruto anaweza kuja kufanya mkutano hata mbele ya boma lako. Gachagua yeye ukiangalia akachukua barabara anaipeleka kwa hoteli yake na ni barabara ya umma. Alafu mnakuja kusema Gachagua anaweza kuwa kiongozi. Kiongozi gani? Mwenye anajipenda, anajipendelea. Mimi nasema hivi, Gachagua lazima awekwe ndani. Na lazima Gachagua awekwe hata Waitito semekwa ndani. Kwani Gachagua yeye ni pesa. Tunakuambia Gachagua hautatishia wa Kenya na hautatembea ukipayuka. Unaenda kupanga ati Waluya, unaweza panga mlio mgani? Ati unatuletea Gema. Bwana, potelea hiyo. Nikimalizia hivi nasema hivi, Mheshimiwa Raila Odinga ambaye yeye siasa zake hakuna mwanasiasa anaweza igwa na Raila Amolo Odinga. Kabisa. Raila Amolo Odinga yeye ni mkomavu kwa siasa. Na Raila Amolo Odinga hakuna serikali hapa Kenya imeendelea bila mkono wake. Na mimi nasema hivi, ukiangalia Raila ndio huyo amechukua Kasimwel ndio ametoka tu juzi nje. Sasa hii tunaona Kasimwel ako pale. Tunaona pia Gaucho ako pale. Ndugu zetu hapa hivi ambao wenyewe walikataa kukuwa na msimamo, ndio hiyo wanatapatapa hapa nje. Kwa hivyo mimi nasema hivi, siasa ni ukue na msimamo. Sio leo uko huku na kesho uko huku. Unataka ukule huku, hiyo acha nikwambie, hiyo haina msimamo. Raila amesimama na msimamo wake until mpaka amezeeka. Na mimi nasema kiongozi wa kuigwa katika taifa la Kenya ni Raila Amolo Odinga kwa siasa zao na Uhuru Kenyatta. Not Uhuru Kenyatta. Ruto. Ukiangalia Samoei Ruto yeye siasa zake. Ruto wacha niwaambie na mimi wacha tuniwaulize. Je, wewe unasema ati Ruto atatoka? Kama Ruto amekuwa deputy president mpaka Uhuru akampatia jina Tangatanga na ameenda mlima na akawachanganya na akaingia box na akaingia ndani. Sasa hivi wanataka tumwasaidie kuwatoa. Wana wacha tuseme hivi. Sasa hivi tunasema Ruto anaenda kurudi miaka 10 bila break. You like it or not. Na mimi naona wengine mkikufa hapa mtabaki mnachanganyikiwa. 10 bila break, Ruto my president. Asante sana watoto wetu. Na sitaki na ninajizuia sana, sitaki kujibu huyu mtu ametoka hapa. Sababu ni mtu alichanganyikiwa kitambo, ajielewi mahali anaenda, mbele ni wapi na nyuma ni wapi. Mimi nataka kuambia hivi. Wachana na longi yangu. Mimi nataka kuambia hivi. Hii serikali ambayo iko saa hii
inaendeshwa na watu wangapi? Wawili. Raila Odinga akiwa deputy president, alafu William Ruto akiwa president. Kithure Kindiki ni ghost worker. Kithure Kindiki ni ghost worker. Na mimi nataka kuambia, msipochunga, wallahi bilahi mtaendelea kukua jobless sababu ya huyu mzee anaitwa Raila Odinga. Ndaongea bwana, wewe utanizuia. Unaona? Huyu mzee kutoka 202, mimi nikiwa nimezaliwa, baada hata sijaanza kwenda shule alikuwa kwa handshake. Na wewe kwa nini babaka kwenda handshake? Mpaka saa hii nimekuwa mkubwa, nimeanza kupiga kura, nimepigia Raila kura na anaingia na kura yangu handshake. Wacha niwaambie, chalukeni, mtu mwenye anafanya mkwe maskini is none other than His Excellency Right Honorable Raila Odinga. Anafanya kazi. Yenye mtaongea my friend. Anafanya kazi ya boda. Na mimi ninawaambia hapa, mimi unajua nikianza kupiga kura niliambiwa Raila ni mzuri sana. Bwana, nikaamka nikapiga, ikameza maji. Mara yangu ya kwanza Raila alianguka na kura yangu, akaingia nayo maandamano, akaenda handshake. Sasa mimi nataka kuona wa Kenya, mtu mwenye amekuwa kidonda sugu kwa hii nchi, vijana wasipate kazi, vijana wasiweze kuoa, vijana waendelee kuwa chokora, huyu mzee anaitwa Raila. Na raundi tumemwonea 18. Raundi tumuachili, tutawekelea Sababu ya nini nawaambia hivi? Huyu mheshimiwa Raila, wananchi aliingia na Uhuru Muigai Kenyatta, akakuja kutuambia ati Uhuru Kenyatta ni mwizi, Uhuru Kenyatta ni tapeli. Akaenda akashikana na tapeli, wakakula nchi, unge kafika 200. Saa hii huyu Raila mmoja alikuja akatuambia William Ruto ni mbaya zaidi, hata anafaa hata kufukuzwa kabisa na asiaonekana. Saa hii my friend, yeye ndio deputy president, anakula pesa. Wafuasi wote wa Raila Odinga wako jobless, wako hapa wamengoja Raila waambie haya. Mimi nataka kuambia, na mimi nikimalizia nataka kuambia jamii yetu, jamii yangu ya Western, Kakamega, Busia, sisi hatutakubali tena kwenda njia ya umaskini. Njia yetu ambayo tutahakikisha kuwa tumetoka kwa ulindi ya umaskini ni kukataa mzee anaitwa Raila Odinga. Watu wa Western aliambia Oparanya anampea kiti ya finance. Saa hii watoto wetu kiti ya finance iko kule Nyanza. Watoto wetu akakuja akatuambia ati atatusaidia kufungua Mumias. Wacha niwaambie, watoto wetu alingoja wakati wa campaign, akaenda kule Kakamega akasema imetoa moshi ili strategy tumupigie kura. Watoto wetu Waluya bado ninawaambia, huyu mzee amechukua nini ya budget, ameweka mtoto wao anatoka Nyanza. Watoto wetu kwa energy, hao watu wa Nyanza ndio wako. Sisi Waluya watoto wetu tulipewa fuliza. Saa hii nimeona Oparanya kule Kakamega anasema eti watu walipe deni. Bado Oparanya anatusukuma tulipie Raila aende asaidie watu wake. Mimi nataka kuambia watoto wetu Waluya, tafadhalini tuachane na huyo mzee anaitwa Raila Odinga. Afadhali tuanguke na mtoto wetu George Natembeya. Natembeya akisema right, sisi wote twende right. Akisema left, twende sisi wote left. Bure watoto wetu tutaendelea kuwa masikini kwa mikono ya hao watu wa maji. Mimi sitaki kuona Mluya akipotea. Hao watu nikimalizia. Watoto wetu airport iko Nyanza. Watoto wetu gari ya moshi inaenda Nyanza. Watoto wetu meli mbili wakati Uhuru Kenyatta alikuwa kwa mamlaka iko Nyanza. Watoto wetu sisi Waluya, Raila Odinga anakuja kutuambia haya, hiyo ndio maendeleo. Tafadhali mimi naambia watoto wetu tuachane na huyo mzee anaitwa Raila.
ameleta umasikini chijende chakulile za kwenye lukikawe.